kuheshimu asubuhi ya leo kwa fadhili zako, na kuheshimu kwa uaminifu wako, Mungu uliye muumba wa vyote. Nguvu yetu, tumaini letu ni wewe, nami na kutukuza kwa uzuri na kwa vile ulivyo mkuu. Tunapouganika mahali hapa kuabudu, kulisikia neno lako, tunakushukuru kwa sababu wewe utanena na mioyo yetu, utaweza kuzungumza na kila anayesikiliza siku ya leo, na wewe utatukuzwa kwa sababu neno lako ndio uzima. Hebu nafasi Bwana, Roho wako Mtakatifu akachukue nafasi, azungumze na kila mmoja, nasi tuweze kukuelewa zaidi na tuweze kukutukuza katika njia zetu. Asante kwa neno lako, asante kwa mamlaka yale yako pale, na tunakukaribisha uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu leo. Amen. Nataka kuwakaribisha wote katika ibada yetu siku ya leo, ambayo ni kawaida na ni tamaduni ya kila Mkristo kuunganika na kuwa na nafasi ya kushiriki katika neno na katika ibada. Mungu amekuwa mwaminifu mbali huu, nasi tuwasidi kumtukuza na tunaendelea kumwinua kwa sababu yeye ni Mungu. Naamini kuna mambo mengi sana yanaendelea, kuna vitu nyingi zinabadilika, lakini Mungu hawezi kubadilika. Maandiko inasema yeye ni yule aliyekuwa jana na ako leo na hata atakuwa milele. Kwa hivyo tuna furaha kujua ya kwamba yeye habadilishwi na hali, yeye habadilishwi na uzito wa aina yote. Yeye anasimama akiwa Mungu. Aliviumba vyote kwa nguvu zake na kwa neema yake, na siku ya leo tuna haki na sababu kubwa sana ya kumwabudu na kusema atukuzwe milele. Kwa hivyo moyo wako uwe radhi, moyo wako uwe mweupe, hata kama mambo hayajaenda vile ulivyokuwa nafikiria. Hebu moyo wako muone Mungu ambaye aliviunganisha vitu yote kupitia neema yake na kupitia Kristo Yesu. Kwa hivyo yeye anashughulikia maisha ya kila mmoja, na maisha yote ya walioitwa kwa jina lake lazima yatafanikiwa katika jina la Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Siku ya leo nataka kuongea kidogo juu ya mpangilio wa vita. Mpangilio wa vita ya kiroho, na ninataka tuwe na nafasi ya kulisoma neno kidogo katika Biblia, kwa sababu kile tunachopitia ni vita, na vita ni sehemu moja ya maisha ya safari ya watu wa Mungu. Kuanzia pale zamani, vita ilikuwa ni kama maisha. Tukienda na hapo ndipo tutaenda kusoma katika safari ya wana wa Israeli walipotoka Misri wakiongozwa na Musa. Ukombozi wao uligharimu vita kali, hata kama haikukatakatana na mapanga, lakini maandiko inasema vita ilikuwa kali kati ya Musa na Farao, na alisimama mara kadhaa Musa mbele ya huyu mfalme ili ukombozi wa wana wa Israeli upatikane. Lakini walipoanza na kwenda, maisha yao yaliangazia vita mpaka siku ile walipoingia Kanaani na wakaanza kuiteka ile miji. Maisha yao yote hakuna kitu walihesabiwa wamepokea ama wameshinda, lazima vita ingekuweko. Haleluya! Sababu gani? Kule walikuwa wanateka, tayari kulikuwa na wale walikuwa wamemiliki mahali pao, na wangekubali kuondoka. Farao hangekubali kuashiria watoto wa Israeli, kwa sababu alikuwa anajifaidi
na maisha yao. Kwa hivyo ukombozi wote na ushindi wote hawezi patikana kabla watu hawajaingia katika ulimwengu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo nataka tuangalie vita moja ilivyotokea wakati Musa sasa wameanza safari na wameingia katika Kutoka, na maandiko katika kitabu cha Kutoka mlango ni wa 17, Exodus chapter number 17, na ukisoma kuanzia mstari wa 8 kuna vita ilitokea ya aina fulani, na vita hii kuna njia ile Musa aliipanga. Na nilipokuwa nafikiria juu ya mahali tumekalia saa hii, Mungu alikuwa ananipa ufunuo ya kwamba lazima watu wa Mungu wote waelewe mpangilio wa vita na waelewe ni nani anayewajibika katika vita wakati vita inavyotokea. Maandiko inasema hivi kuanzia mstari wa 8. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Mstari wa 11. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakakatwa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua liliposhushwa. Mstari wa 13. Yoshua akawaangamiza Waamaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha uhubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Mungu na alibariki neno lake. Haleluya. Katika maandiko haya kuna mambo area 3 ninataka tuangalie siku ya leo. Jambo la kwanza, Biblia inasema Israeli si vita walienda kushokoza, lakini Waamaleki ndio walileta vita. Haleluya. Hawakuenda kutafuta vita, lakini vita iliwakuta. Na wakati walipoanza kuwashambulia, unaona kukawa na taharuki. Na maandiko inasema kuna Musa, kuna Yoshua, kuna Haruni na kuna ndugu mwingine anaitwa Huri. Wakati vita ilipotokea, mzee ambaye alikuwa ametiwa mafuta na Mungu aliita Yoshua aliyekuwa mwanafunzi wake. Haleluya. Kama yule aliyekuwa na bebea ya mkonga, na akamwambia sasa, hatutaangalia vita, lazima tuingie ndani yake. Haleluya. Na wakati vita inavyotokea, jambo la kwanza nataka nikuambie, ile jambo Mungu anatuonyesha hapa, Musa hakusema tutorokee vita. Musa hakusema tuhame. Musa hakusema tuangalie kando. Kama kiongozi wa vita katika ulimwengu na uwakilishi wa Mungu, Musa alisema tuamuke kesho. Akaamrisha Yoshua
akamwambia enda tayarisha watu. Haleluya. Tayarisha jeshi la vita, kwa sababu vita hata kama imekuja ama kama imetoka pande gani, hiyo haikuwa taabu ya Musa, kwa sababu alijua maisha na safari yao lazima watakutana na watu tofauti. Lazima watakutana na Wamaleki, lazima watakutana na Wafilisti, lazima watakutana na Wamoabu katika safari yao. Lakini how are they going to respond? Na hapa ndipo ninataka nikuambie, kama wewe umeorodheshwa katika safari nzuri ya watu wa Mungu, lazima uwe tayari kuwa mwana vita na kuchukua nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema wakati Musa alipoamrisha Yoshua, aliamrisha naye akasema, wewe Yoshua, kazi yako ni kutafuta watu wa kupigana vita. You select people who can go for war. Amen. Akaambia Yoshua, this is your position. Wewe Yoshua, kazi yako ni kupanga watu. Kazi yako ni kuingia na upanga. Kazi yako ni kutayarisha mikuki. Kazi yako ni kutayarisha bunduki za kufanya vita. Lakini maandiko inakasema hapo chini, Musa akamwambia hii ndivyo itaendelea. Wewe utakapotayarisha watu, mtaingia katika uwanja, mpigane na adui. Lakini mimi na huyu mzee kuhani aliyekuwa anaitwa Haruni na huyu mwingine aliyekuwa anaitwa Huri, sisi vita yetu tutaipigania juu ya mlima. I love this. Hallelujah. Lazima kama vita itafaulu, kila mtu aelewe ataichezea pande gani. Kama kuna vita watu watashindana, lazima kila mtu achue position yake. Bwana Yesu asifiwe. Kile kimefanya vita ikose kufaulu ni kwa sababu wakati inapotokea, badala ya watu kujipanga, watu huingia katika dunia ya kuchanganyikiwa. Haleluya. Hakuna mtu anayeelewa sehemu yake. Hakuna mtu anaelewa mimi nashika hatamu kona gani. Lakini napenda mapangilio ya Musa, kwa sababu alikuwa amejua safari yake, njia zake zote ni vita. Amen. Na wakati tunapojua safari ni vita, watu lazima wakae chonjo na wajue itakapotokea sehemu yangu ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sasa unaona huyu kiongozi wa watu wa Mungu anaitwa Musa anasema, my position, nitaenda juu ya mlima na mimi nitabeba lungu. The Lord. Hallelujah. Mikono ya Musa haikuwa ibebe bunduki, lakini mikono ya Musa ilikuwa ibebe ile fimbo ambayo aliyekuwa amepewa na Mungu. Alipotumwa kaambiwa, aliuliza Mungu, nitaonyesha namna gani ya kwamba umenituma? Mungu akamwambia, angalia hicho iko kwa mkono wako. Akamwambia nina fimbo, na akaiambia utakapoiangusha itakuwa nyoka. Haleluya. Na utakapoishika tena itarudi kuwa fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa akasema, there is only rod, ndio tu silaha yangu ya kwenda juu ya mlima, na nitabeba makuhani hawa wawili. Haleluya. Ili niende na wao, na nyinyi raia hawa wengine, nyinyi akina Joshua, nyinyi akina kabila zingine za Israeli, kazi yenu ni kupambana na wale wa Moabu. Haleluya. Sijui kama wewe unajua na sehemu yako. I don't know whether you know your position. Hallelujah. Niko naangalia juzi katika janga hili tumeliingia, watu wamechanganyikiwa. Watu wengi hawaelewi sehemu yao. Watu wanalaumu wengine. Hallelujah. Watu wanasema hii haifanyiki. Watu wanasema hii haifanyiki. Watu wanasema pasta haombi. Watu wanasema pasta hatusaidii. Watu wanasema pasta hapesi chakula. Lakini nataka uelewe leo katika jina la Yesu, hatutafaulu katika hii vita, na hakuna siku itashindanwa ama itakuwa watu wataishinda mpaka kila mtu ashukue sehemu yake.
Haleluya. Wakati Musa alipopanda juu ya mlima, naye Yoshua akachukua jeshi na akaingia katika uwanja, Musa aliendelea na shughuli yake. Napenda vile Biblia inasema ya kwamba shughuli ya Musa ilikuwa kuinua mikono. Kazi yake alijua, mimi mikono yangu ni ya kuinuliwa. Haleluya. Na alikuwa ameamrishwa na Mungu katika siri ya kwamba atakapoinua yale mikono yatasukuma uwezo nyuma ya Yoshua na ushindi lazima utapatikana. Maandiko inasema alipokuwa nainua mikono yake, Wamoabu walikuwa wanasukumwa, maadui walikuwa wanasukumwa. Jina la Bwana lisifiwe. Walikuwa wanaenda. Haleluya. Biblia inasema katika mstari wa 11, ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. I want you to look at this. Mikono tu ya Joshua akiinua namna hiyo, Waisraeli wanasukuma Waamaleki. Alipoweka mikono yake chini, Waamaleki walisukuma Israeli. Haleluya. Sijui kama unaona hiyo kisa ya kwamba mikono ikiwa juu, mikono ya Musa ikiwa juu, Israeli wanashinda. Mikono yake ikienda chini, wanashinda. I love the revelation. Biblia inasema Musa alijua position yake na akasema nitasimama katika mahali pale. Na mimi mikono yangu ni kuinua. Naye mikono ya Joshua, haleluya, ilikuwa ni kupemba upanga. Wakati ya Musa iko juu, naye Yoshua ishike upanga, lazima ushindi ungepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ilifika mahali vita ikashasha, na vita ikawa kali, na vita ikawa mrefu. Na maandiko inasema mikono ya Musa ikaanza kuwa mzito. Haleluya. Unajua Musa kando na kuwa kiongozi wa Mungu, alikuwa mwanadamu. Sijui kama unajua hiyo. Kwa hivyo mikono yake ilikuwa ya mwanadamu, lakini ilipoinuliwa ilikuwa a symbol of the victory of the house of Israel. Praise be to God. Lakini kama mwanadamu ilikuwa inaenda chini, na hapo ndipo ilifika hawa wazee wawili waliopanda naye juu ya mlima, kazi yao wakajua, nasi kazi yetu imefika. Haruni kuhani mkuu na Huri, kazi yao haikuwa ya kuinua mikono na haikuwa ya kwenda katika vita. Kazi yao ilikuwa ni kushikilia Musa, ni kushikilia mikono ya huyu mzee, kwa sababu yeye ndiyo symbol. We can say Moses was the symbol of victory. Hallelujah. Na bila Musa hakuna vita itafaulu. Bila yeye hakuna direction. Kwa hivyo lazima kungekuwa na wazee pale wawili ambao walihakikisha we are ready, tumekaa shonjo, kwa sababu Musa anaweza shoka, Musa anaweza legea kidogo, lakini we are there, haleluya, kuinua, kwa sababu mikono yake itakapoenda chini hatari itakuwa kubwa. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu alinisaidia sana katika hii maneno. Nilipokuwa na itafakari, niliangalia sasa sisi kama makuhani wa Mungu, kazi yetu mingi imekuwa ni kuwaombea wale wako vitani. Kazi yetu mingi imekuwa ni kuombea washirika, wachungaji mahali popote wako, kazi yao ni kuomba, wanatafuta ujumbe, watie moyo washirika wao, watie moyo wale wanaowasikiliza. Lakini sijui kama kuna watu wanaelewa, hata kama sisi tunaashiria ule ujumbe, hata kama sisi tunatafuta maandiko, kuna wakati tunaweza fika na mioyo ikaenda chini. Kuna wakati inaweza fika na mikono ikashoka. Na nilikuwa naangalia juzi, hata katika maruninga, unaona wachungaji wanasemekana wamelala njaa. Unasikia wachungaji wanasema hawana chakula. Wengine wanasemekana wanaenda kuokota masadaka. Na siku ya leo nataka nikuambie, vita inaweza kosa kushinda. Vita inaweza kwamba kama Musa
hatainuliwa mikono. Kama Musa hatashikiliwa mikono, hata kama mna mapanga makali na mnang'ani, hata kama mna guruneti za aina gani, vita haingeendelea. Biblia inasema ushindi wa vita ulitegemea mikono ya Musa. Hata kama Joshua alikuwa na panga kali, hata kama Joshua alikuwa na bunduki kali, kama mikono ya Musa ingeenda chini, vita lazima wangeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka kuambia tuko katika vita, na sijui wewe position yako ni gani, sijui wewe unaishukua namna gani. We are all in the battlefield. Na wewe una nafasi yako, mimi nina nafasi yangu, lakini nilikuwa naangalia mzee Musa. Haleluya. Sijui ni washirika wangapi, sijui ni wazee wangapi wa kanisa, sijui ni wamama wangapi wa kanisa wananisikiliza dunia mzima, wanachukua nafasi yao. Wanajua nafasi yetu ni kushikilia Musa, nafasi yetu ni kusukuma vita aina hii. Haleluya. Na ndipo unaona leo katika janga hili tunaopitia, ushindi wa kanisa la Bwana, lazima watu waelewe utategemea pande gani. Hautategemea ile maombi utaombewa, kwa sababu wewe kila saa unatamani uombe. Haitategemea ile chakula utapewa. Haleluya. Hiyo haitegemei ushindi wa vita. We are giving people food, tunawaombea, tunatafuta maujumbe, tunawaandikia, lakini hiyo haitegemei kama kutashindwa. The determination of the victory itakuwa ni kama mikono ya Musa bado itabakia kuwa juu. Amen. Na ndipo ninataka kuwaonya watu wengi ambao saa hii kazi yao tu ni kuzurura, kazi yao ni kufikiria juu yao wenyewe, kazi yao hawaombei Musa, kazi yao hawaombei mapasta yao, kazi yao hawana shughuli na kuuliza wachungaji wao wanakaa namna gani. Kazi yao tu ni kutuma maujumbe ya kusema hawana chakula. Moses was not there to give you food. Yes. Musa kazi yake ni kuinua mikono. Mikono ya Musa si kwenda kushika kuku za watu na kupatia washirika. Ninawaonya katika jina la Yesu. Kama mikono ya Musa wale wako, kama mikono ya pasta yako itaanguka, kama unasikiza ukiwa bado, kama yeye atalala njaa, kama yeye atalala akizunguka, kwa sababu saa hii hata hawezi tembea kwako, kwa sababu utasema amekuja kuchukua sadaka. You must keep the hands of the Moses up. Bwana Yesu asifiwe. Kama mikono ya Musa haitakaa juu, forget about the victory. The church must wake awake. Maandiko inasema jambo la kwanza wazee walifanya, walitafutia Musa mahali ya kukaa kikaribu, kwa sababu vita imekuwa mrefu na yeye ni mtu wa Mungu na moyo wake ni vita ifaulu katika jina la Yesu. Jambo la pili wakasema, waliona mikono ikienda chini sisi tutaishi. Haleluya. Sijui ni business gani unafanya katika hii vita kali tumeingia. What is your position? What is your business? Haleluya. Hizi wakati wa kugagaa, si wakati wa kusema mambo ilienda namna hii, ni wakati wa kutia Musa moyo. Amen. Ni wakati wa kusimama na kufanya neno lako, ili Musa aendelee kuinua mikono, ili Musa aendelee kuomba. What are you doing to encourage Moses? Hallelujah. What are you doing to encourage your Moses? Hallelujah. Usi wakati wa kusurura ukidanganya washirika, usi wakati wa kwenda ukiopoka na mdomo ulio na mashetani, usi wakati wa wazee kuingia huko vichochoroni wakibeba nyama na wakibeba maunga wakienda kwa washirika wakiwaambia pasta haja kuangalia, pasta alikupigia simu saa ngapi, pasta anakuangaliaga. It's not the time ya wewe kujijenga na kuharibu makanisa na kugawa kundi za wachungaji wako. Wewe una laana na utaenda jehanamu. You will die. Hallelujah. Kanisa lazima kila mtu ashukue nafasi yake. Amen. Hii vita haita
Wachungaji wengine hawana pesa za kulipa manyumba yao. Wachungaji wengine katika zile nyumba wanasomea ni kukodesha, wamekondesha. Sijui kama wewe kama mshirika na mtu anayeelewa mambo ya Mungu, tangu kanisa zilipofungwa umeshawahi tembelea pasta wako ukamtia moyo? Sijui kama umeshawahi muuliza how are you dealing with the bills of the church? Kwa sababu sitima inalipwa, security zinalipwa, magari inakatiwa insurance, mbashaba inalipwa, the crowd is going on. What are you doing? Kazi yako tu ni mdomo. Ushindwe katika jina la Yesu. Lazima tuwe na hekima na akili kama Haruni na Huri. Haleluya. Wao walijua hii vita, hawazee wakianguka tunaisha. Na ndipo unaona nina hasira mingi, kwa sababu yale ninayoyasikia, yale ninayoona kwa TV inaniudhi moyo wangu. What God has already settled. Mungu ameweka Musa kila mahali. Mungu ameweka mtumishi wake kila mahali. Na every servant of God is the sign of the victory of our people. Kenya kuna Musa mingi. Hapa Baibayo tuna Musa. Nairobi Musa ako. Naroko Musa ako. How are you dealing with your Moses? Are you taking your position? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na nataka kuambia katika jina la Yesu, na dunia yote isikie, hii vita tumeingia, si vita mgeni. Imeshawahi kuweko, lakini wale waliotutangulia walijua kupanga vita. Amen. Walijua ushindi unatokana wapi. Walijua njia za kufaulu. Ni aibu na ni jambo lisilo na maana kama wewe hujui position yako. It's shameful, it's shameful, it's shameful. Praise the Lord. Lazima Musa asimame. Lazima Musa aendelee na kazi yake. Na nataka kuomba hata wachungaji wale wanaonisikiliza, msiwe na shida. Haleluya. Mungu ataprovide Haruni na Huri na atawashikilia mikono na mtafaulu katika jina la Yesu. Na vita hii tutaishinda, lakini kuna wengi katika kanisa la Bwana hawataweza kuvuka ng'ambo ile ingine kwa sababu kazi yao hawakujua vita. Wao waliuza kanisa katika mikono ya adui. Hallelujah. Moses need a lot of encouragement. Moses deserves a lot of your prayer. Hallelujah. Na ndiposa ninapenda ile maneno hili ilimaliziwa. Maandiko inasema, nikimaliza ya kwamba wakati Yoshua mikono ya Musa ilipokaa juu, mstari wa 13, Yoshua akaangamiza Maleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Your victory depends on the hands of Moses. He's carrying the password ya ushindi. Yeye amebeba ile siri ya ushindi. Mstari wa 14 inasema, Bwana akamwambia Musa, hallelujah, when there is a good order of the battle, hata Mungu mwenyewe anashuka na anafurahia kuwa associated na hiyo vita. Mstari wa 14, alipoona vile inaenda, alipoona wazee wamesimama na Musa, alipoona Joshua anapigana vizuri, alipoona order inaendelea na upanga umekuwa mkali na hawa wa Maleki wameangamia. Mstari wa 14 Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu cha ukumbusho. Hallelujah. We need to put it in a record. Hakuna record ya kushindwa. Wakati watu wameshindwa vita, hawana kumbukumbu. We cannot put a record of how we were defeated. God has assured us victory. But you must take your position. You must pay the cost. Hallelujah. Mahali popote uliko, uwe mzee, uwe mama, uwe kijana, uwe nani, are you standing at your position? Hallelujah. Na ndiposa unaona, after this battle, if it will be well coordinated, if everybody will take his position, there will be a history ya kuambia watoto wetu.
There is a time we shall tell the generations that God did something for us, that God fought for us, lakini si fogodhari, si kwa kiherehere tu, si kwa kujifikiria tu, si kwa utani tu, lakini lazima vita iwe well coordinated. Maandiko inasema kisha uihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena katika uso wa nchi. Bwana abariki neno lake. We are here to fight up to the end. Amen. Na it prolong, already it has prolonged. Hallelujah. Lakini if everybody will take his position at the end of the day, wa Amaleki itakuwa ni historia. Corona itakuwa ni historia. Magonjwa na maumivu itakuwa ni historia. Uhasama utakuwa ni historia. Lazima kuwe na mashujaa ambao watasimama sehemu yao. Naombi langu siku ya leo, kama unayenisikiliza, ninajua wengi mlisahau, ninajua wengi mlikama nyumbani, wengi mnasema mlipewa risasi na Mungu, lakini nataka nikuamshe katika hiyo masikio unayenisikiliza. There is no recess in the kingdom. There is nothing like grief in the kingdom. You have your own position. Hata kama hauendi kanisa, you can take your law in the church. Hata kama hauwezi kufika mahali iko, take your position. Lipa kile unatakiwa kulipa. Omba maombi yale unatakiwa kuomba. Encourage Moses that he may continue to raise up his heart. Hallelujah. Ni aibu. Ni aibu kama kazi yako ni kwenda door to door. You are collecting the data. The only information you are carrying is an information of defeat. The only information you can declare is the information of discouragement. Hallelujah. Jeshi la Bwana linataka watu wamejipanga. Na ni lazima tumashue. The church must mature. The Kenyan church must mature. Hallelujah. Isi wakati wa kuongea upuzi. This is a time to declare war against the Amalekites. Na kama hujaamuka, uamuke leo. Ninaomba siku ya leo, kama hukuelewa hii maneno uielewe. Na kama wewe una Musa wako, kama wewe una mchungaji, nakupa kibarua uende utubu kwa sababu ya hivyo umekaa. Kwanza uende utubu, wewe umefanya dhambi kubwa sana. Wewe ndio umezuilia hii vita tuifaulu. Wewe ndio umezuilia kazi ya Mungu ifanyike. Kukaa nyumbani kula unajaza kitambi na hakuna kazi unafanya. Uombi, utii moyo, ile ripoti unangojea, ile simu unaweza pigia Musa wako ni kumwambia vile utafukuza bibi ulete ingine. That's a demon in the name of Jesus. Lazima watu waamuke na wacoordinate this war katika jina la Yesu. Na ninaamini kufikia Jumapili hii ijayo we'll get a lot of testimony, kwa sababu watu wataacha hiyo ujinga. Kazi ya Mungu lazima iendelee. Hii vita tutaipigana zote. Everybody is responsible. Every mzee is responsible. Mama ni responsible. Wewe una pesa, you are responsible. Wewe una sauti, you are responsible. Wewe unaweza chukua panga, you are responsible. Joshua is responsible. Aaron is responsible. And the Musa is responsible. But you must take your position. Na hiyo tabia ya kungojea Musa aende, saa wachungaji wengi wameenda kufuga kuku. Wachungaji wengi wameenda mashamba. Wamerudi katika kazi zao za kawaida. You are not safe. I declare to you, church, you are not safe. Kama Musa ataenda kuchukua rungu, kama Musa ataenda kuchukua bunduki, nyote mtaisha. What are you doing to keep the hand of Moses up? What are you doing to make Musa continue interceding for you? What are you doing to encourage the heart of Moses that his hand may remain high? You need to rethink today. Take your position. Take your position. Take your position. Katika jina la Yesu. Kanisa ndio limezuilia tushinde hii vita. Kwa sababu kazi yenu ni kusurura tu. Kazi yenu ni kuongea takataka. Kazi yenu ni kuongea ujinga. You must get up
na ujue ya kwamba you are part of this battle. Paka na babu sai leka tara babu shita. Baba, katika jina la Yesu, saidia watu wako kuelewa maneno ya hii vita, waelewe iko na oda, waelewe wana sehemu yao, waelewe wana mambo yale wanatakiwa kufanya. Bwana, uliamrisha vita na kuinua kwa utukufu wa jina lako. Ninaamini katika mkono ulio hodari waweza kuwatia moyo wale wanaoshikilia hatamu ya hii vita. Tuna wachungaji, tuna watu wengi, tuna wainjilisti, tuna watu wanaombea kanisa lako, wazee na wamama wanaamuka walishe kondoo yako, lakini wengi wamevunjika moyo, wengi mikono yao inaanguka chini, wengi wanalala njaa, wengi wanalalukiwa. Baba, saidia watu wako, saidia wale watu wanaoitwa watu wako. Inua Haruni na Huri waweze kuwashikilia, inua Yoshua waende katika vita, waweze kuchukua hatamu ili tuandikwe katika kitabu cha kumbukumbu. Mungu, ninaamini utaondoa hii janga, lakini hautaiondoa tu, lazima tupigane sawa sawa, lazima tuiangalie sawa sawa. Baba wa mbingu na nchi, saidia watu wako ukiwa katika dirisha Yesu, saidia watu wako Bwana, watubu na wageuke na washike sehemu yao, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na laani roho wa kudharau manabii, na laani roho wa midomo isiyo na adabu kinyume na Musa, na laani hiyo maneno na hiyo tabia katika jina la Yesu. Natangaza ikufe katika jina la Yesu. Bwana, madhabahu haya yanaashiria neema kwa wale wachache wanaoshika hatamu yao. Baba, naomba waendelee kuifanya kwa nguvu, waendelee kuifanya kwa moyo, ili tufaulu katika hii vita. Asante kwa wale wachache wanaosimama na kusema tutapigana. Asante, wewe ni mwaminifu.